Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Wewe unayenisikiliza na wewe unayenitazama, jina la Bwana libarikiwe. Tumekutana tena katika kipindi hiki cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa baraka sana kwa kila mtu, na wewe unayesikia sasa, basi barikiwa sana. Tuko katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8. Sasa tuko sura ya 8, tutaenda mpaka mstari wa 26. Tutasoma hapo mistari kadhaa, tuone jambo lingine lililoahidiwa hapo kwa ajili yetu. Anasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale aliowaita hawa akawahesabia haki, na hawa aliowahesabia haki hao akawatukuza. Pendwa, nafurahi sana kukuletea haya mambo, yatakufungua ufahamu wako ajabu. Sasa hapa tunakutana na jambo lingine, ni hili nalo ni hili kwamba Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwamba atafanya kazi na wanaompenda. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale walioitwa kwa kusudi lake, Mungu hufanya kazi pamoja nao. Hapa naongea na wanaofanya kazi. Biblia inasema asiyetaka kufanya kazi asile, lakini anayefanya kazi basi posho yake ipo. Posho yake ipo. Kwa sababu hiyo basi, wewe unayefanya kazi tegemea kupokea. Sasa jambo muhimu hapa ni hili: Mungu anataka wote wafanye kazi, na unapofanya kazi basi Mungu anakuwa pamoja na wewe. Mungu anakuwa pamoja na wewe. Hapa ni hivi, anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote. Mambo yote ni yepi? Yote unayofanya. Katika mambo yote unayofanya, inawezekana wewe ni mfanyabiashara, inawezekana wewe ni mkulima, inawezekana wewe uko kazi za ofisini ama kiwandani ama kwenye kampuni fulani, lakini inawezekana umeajiriwa kwenye taasisi za serikali ama za watu binafsi. Vyovyote vile, kama ni kanisani, mahali popote unakotumika, Mungu anasema hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo kigezo hapa ni wale wampendao. Je, unampenda Mungu? Kama unampenda Mungu, Mungu ameahidi kufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kama Mungu anaahidi kufanya kazi pamoja na wale wampendao, maana yake ni kwamba kama humpendi Mungu, Mungu hafanyi kazi na wewe. Mungu ameahidi kufanya kazi pamoja na wampendao. Ili iwe nini? Anasema ili awape mema. Mema hapa maana yake matokeo, akupe baraka zake. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao ili waone faida ya kazi zao. Uone faida ya biashara yako, uone faida ya mifugo yako inaendelea vizuri, mashamba yako yanakuzalia vizuri, na uone bustani yako ikifanya vizuri, uone kampuni yako ikifanya vizuri. Kigezo ni kwa wale wampendao. Kumbe ni kwamba Mungu anafanya kazi na watu, hasa wanaompenda.
Maana yake ni kwamba hafanyi kazi na wasiompenda. Kama humpendi Mungu, Mungu hafanyi kazi na wewe, anakuacha ufanye mwenyewe. Hafanyi kazi na wewe, anakuacha ufanye mwenyewe. Kwa hivyo wale wanaompenda Mungu, Mungu hufanya kazi na wao. Je, unataka kuona matokeo ya kazi yako? Je, unataka kuona faida ya biashara yako? Achana na mambo mengine yote, wewe mpende Mungu. Mpende Mungu, mpende Mungu, mheshimu Mungu. Atayafanya mambo yako yawe smart, yawe bora, yawe na matokeo chanya. Kama hutaki matokeo chanya, achana na Mungu. Mungu ukimpenda, rafiki yangu, atafanya na wewe, anasema ili uone faida. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Je, umeitwa na Mungu kumtumikia katika nafasi hiyo unayotumika? Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamwambia, hapo serikalini unapotumika unamtumikia Mungu. Hiyo ofisi ni ya Mungu, sio ya serikali, kwa kuwa serikali iliwekwa na Mungu. Kwa hiyo popote unapotumika, hapo umewekwa na Mungu. Kwa hiyo kitu muhimu, unataka mafanikio katika hiyo ofisi au katika hiyo kazi yako, wewe mpende Mungu. Mpende Mungu aliyekuchagua uwe hapo. Wewe ni mfanyabiashara, Mungu ametaka uwe mfanyabiashara. Je, wewe ni mkulima, Mungu ametaka uwe mkulima. Je, uko ofisini unatumika au kwenye benki au wewe ni askari? Mungu ametaka wewe uwe hapo. Amekuchagua ukae hapo umtumikie yeye. Kwa hiyo jambo muhimu, mheshimu, mpende, auone faida, na utaziona faida tu. Baada ya kusema hayo, naamini umeelewa ninachosema. Mungu akusaidie uone faida ya kazi unayofanya, la sivyo hutaona faida. Lakini ukitaka mafanikio, pende Mungu. Anasema Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Ni jambo ni furaha iliyoje! Ni furaha iliyoje Mungu kufanya kazi na mimi! Ni furaha iliyoje Mungu kufanya kazi na wewe! Ni jambo la ajabu sana na la kushangaza kwamba Mungu anaacha mambo yake, anafanya kazi na mimi. Hii ni muhimu sana. Rafiki yangu, pale ulipo, wewe mpende Mungu, utaona matokeo. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.